Huu ni msimu wa 11 kama ulivyosema, kwa hiyo tumejipanga. Kimsingi tumejipanga na kila mwaka tumekuwa tukijaribu kuongeza challenges ambazo zinafanyika kule kwenye uwandani. Unaona, kwa hiyo mwaka huu tunategemea tutakuwa na challenge nyingi sana, nyingine ambazo hata hazikuweza kufanyika. Hata siwezi kutaja hapa kwa sababu itakuwa ni surprise. Unajua, challenges ni surprise. Kwa hiyo tumejipanga, majaji wako vizuri, wanaahidi kufanya kazi kwa weledi na umakini wa hali ya juu, hakuna kupendeleana, si ndio? Tukiongea na washiriki wako na motivation, wana hamu ya kuweza kuonyesha kitu ambacho walichokuwa nacho. Kwa kama tulivyokuwa tunasema kwamba guides ni frontline players wa utalii katika ile tasnia nzima ya utalii. Kwa hiyo tunaamini kupitia changamoto hii ambayo mimi ninaita Bush University, tutaenda kuona zile taaluma zao, umahiri wa waongoza watalii, taaluma zao, ujuzi, weledi katika uongozaji wa watalii. Mwisho wa siku tufikie lengo la kuisupport serikali kuweza kuattract hao watalii milioni 10 by 2030 ambao tunajua wengi watakuwa saved na hawa magaidi. Otherwise tupende kushukuru kitu kimoja. Tunashukuru serikali kama nilivyosema pale ndani. Tunashukuru sana serikali. Unajua mwaka jana wakati wa finali, wakati wa kutangaza washindi tulipata surprise. Si tulikuwa tumejiandaa kwa zawadi yoyote. Lakini Mheshimiwa Rais alitoa zawadi kwa washiriki wote. Kila mtu alipata zaidi ya milioni 3 milioni ngapi. It was just a surprise. Unaona Kwa hiyo tunategemea pia safari serikali tutazidi kusupport na tutakuwa tunapata surprise nyingine na nyingine na nyingine ili kuweza kuboresha haya mashindano yetu. Nimepata bahati ya kuwa chief judge nikiwa kama mwongoza utalii, lakini pia chief judge katika mashindano haya kwa mwaka 2026. Tuseme waandaaji pamoja na majaji tunasema Tanzania ni zaidi ya uijuavyo. Tumezoea tukienda porini tunamkuta simba, lakini mwaka huu ni wahakikishie tu kile tulichomuona simba anafanya mwaka jana sio cha mwaka huu. Lakini pia tunaishije tukiwa porini, tunafanyaje kazi. Lakini la ziada, unapotoka nyumbani kwenda kwenye maeneo ya vivutio, ujiandae kuona nini. La muhimu zaidi, na waomba Watanzania wenzangu tutumie Safari Field Challenge kujifunza jinsi gani wanyama, mimea, ndege inavyoishi na jinsi gani inaweza kustawi. Itatusaidia elimu hii katika maisha yetu ya kila siku. Katika mashindano yetu ya mwaka 2026 mnaweza ukaona tumekuwa na washiriki wanawake 3 na wanaume 5. Vivyo hivyo hata kama mashindano yetu ya mwaka 2025 tulikuwa na wanawake 3. Kama kamati, kama majudges tulijitahidi kuwafikia magaidi wengi wanawake, lakini kama tunavyojua wanawake wengi walijitokeza. Kwa msimu huu wa 11 wa Safari Field Challenge itakuwa ni simulizi, lakini itakuwa ni mashindano ya kipekee sana ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Kwa nini itakuwa ni sehemu ya tofauti? Ni kwa sababu Ngorongoro imebeba vitu vingi kwa wakati mmoja. Tukisema kuhusu utalii wa wanyamapori, utalii wa picha, utalii wa historia, yote unayapata ndani ya eneo moja. Kwa hiyo kwa mwaka huu washindani watapata fursa ya kujifunza na wao vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana ndani ya eneo la Ngorongoro. Tukisema eneo la Ngorongoro ni sehemu ya kipekee sana, tunamaanisha hivyo kwa sababu historia ya mwanadamu pia imeanza pale. Kwa hiyo katika kujifunza wao kama tulivyosema, wao ni mabalozi. Wao ndio waliobeba maono ya utalii. Wao ndio wanakuwa na watalii kwa muda mrefu. Kwa hiyo sisi mamlaka hifadhi ya eneo la Ngorongoro tumepata fursa ya kuwa moja, mdhamini mkuu, lakini pili ndio mwenyeji. Kwa hiyo watakapokuwa mle ndani watajifunza mambo mengine mengi, maeneo mengine ambayo sio Ngorongoro Crater ambayo imezoeleka. Na katika hilo slogan yetu ni Ngorongoro Beyond the Crater. Kwa hiyo lengo kubwa la Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania kushiriki au kudhamini mashindano haya ni kuweza kuendelea serikali, taasisi za serikali kushirikiana na hizi sekta binafsi au wadau wengine mbalimbali katika kuendeleza vitu vyote vinavyohusiana na uhifadhi ama masuala ya kiutalii. Tunatambua waongoza watalii ni mojawapo ya kundi muhimu sana
kwenye masuala mazima ya kiutalii, ambapo wao ndio wanakaa na mgeni, lakini pia wanakuwa muda mrefu wanampa taarifa mgeni kuhusu hata wanapotembelea kwenye hifadhi zetu. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kwa ajili, tunashiriki kikamilifu kwa kudhamini ili guide aweze kupata elimu kuhusiana vizuri na masuala mazima ya hifadhi za taifa. Tunatambua, nafahamu, lakini kunavyo vitu vipya, kuna maendeleo mapya yanayoendelea katika hifadhi zetu, kuna tafiti zinafanyika, kuna vivutio vipya, kuna mazao ya utalii mapya, kuna taratibu mpya mbalimbali. Hii inapata nafasi ya wao kuweza kujifunza, kujua kwa ukamilifu kabisa. Lakini pia guides ni kundi muhimu kubwa linalotusaidia kwenye masuala ya uhifadhi, na hiyo ndio kazi yetu kubwa sisi katika yale maeneo 21 ambayo yanatambulika kama hifadhi za taifa, lakini na maeneo yale ambayo tumekasimiwa ya Malikale. Bodi ya utalii moja kwa moja tumekuja kuungana na waratibu wa mashindano haya kwa sababu kubwa takriban 3. Sababu ya kwanza, wote mnafahamu tukizungumzia field ya masoko na utangazaji tunazungumzia mambo mengi, lakini moja miongoni mwa mambo hayo kwanza ni customer satisfaction. Namna ambavyo wageni wanaweza wakaridhika na huduma ambazo zinatolewa, na sisi tumekuwa ni vinara katika kuhakikisha tunashika bendera ya kuwatangazia watu duniani kote waweze kuja kuitembelea Tanzania. Sasa mgeni kishafika Tanzania anaweza vipi kufanya repetition ya kuja tena kutembelea? Kwa miongoni mwa maeneo ambayo yanatakiwa aridhike nayo ni katika huduma. Sasa waongoza utalii hawa ni watu ambao wanakaa na wageni kwa muda mrefu, kwa maneno mengine ni mabalozi. Kwa hivyo kuja kushika jitihada hizi mkono ni swala muhimu sana katika element ya masoko, ili kuendelea kuwatia moyo, lakini kuwafanya waweze kufanya kazi bora zaidi. Lakini lingine nimetoka kusema hapo ndani awali, tunaelekea kwenye kuandaa matukio makubwa zaidi ya kidunia, yakiwemo mashindano ya mataifa ya Afrika ya mpira wa miguu maarufu kama AFCON. Katika mashindano haya tunatarajia kupata wageni wengi zaidi. Kwa hivyo pia tunatakiwa tuwe na waongoza utalii wengi wanaokidhi viwango. Kwa hivyo tunawashukuru waratibu kwa kufanya mashindano haya, kutapelekea sasa kwenda kuongeza nguvu ya kuongeza ile hamasa ya wao kutoa huduma bora zaidi kwa wageni, na baadaye wageni waweze kurudi sasa sio tu kwa ajili ya mashindano, lakini kwa ajili ya kuja kutembelea maeneo ya vivutio mbalimbali kama ambavyo wenzangu wametangulia kusema, maeneo kama Ngorongoro, Serengeti, Ruaha na maeneo mengine mengi ambayo mnayafahamu.